Mwanafamilia wangu ya Yaliyojiri Makala, ninakukaribisha tena katika kipindi chetu pendwa cha Roho wa Neema, Uwana, Unabii wa Kristo na Uamsho Duniani, hapa katika luninga yako ya Sonship Spirit. Ahadi kuu kuliko ahadi zote toka kwa Mungu Baba kwa Abraham ilikuwa ni Roho wake wa uwana, Roho ambaye tangu Adamu wa kwanza alikuwa ameahidiwa na Mungu Baba, kama ambavyo alikuwa ni ahadi ya Mungu Baba kwa Yesu Kristo, ambaye aliitimiza baada ya kazi kamilifu ya msalaba. Roho huyu wa wana, ambaye ndiye injili ya ufalme wa Mungu, ni mbegu ya Mungu ili kujipatia wana wengi duniani, kama ambavyo leo hii kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani ameitimiza ile ahadi aliyomwahidi Abrahamu ya kuwa na uzao wako nitaufanya uwe mwingi kama mavumbi ya nchi au kama nyota za angani. Neno hili leo hii, mwili wa Kristo kwetu, si ahadi kama ilivyokuwa kwa Abraham, bali sasa sisi tunaishi utimilifu wa ahadi hiyo kupitia Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani. Leo hii tuna Roho wa Kristo wa wana kwa ajili ya kuendeleza kizazi cha Kristo hapa duniani. Ujio wa injili ya ufalme wa Mungu Afrika Mashariki nchini Tanzania iliambatana na Roho wa Kristo wa wana, ambapo katika mfululizo wa makala zetu za Roho wa Neema, Uwana, Unabii wa Kristo na Uamsho tumekuletea namna ambavyo injili ya ufalme wa Mungu ilivyoingia Afrika Mashariki na Tanzania, na kila mahali iliposikika wana wa Mungu walizaliwa, kama ambavyo kupitia injili hii yenye Roho wa Kristo wa wana ilimzaa askofu, mtume, mwinjilisti, mchungaji, nabii, ama vyovyote inavyokupendeza kumuita, Emmanuel Lazaro, ambaye katika toleo la mwisho tulimzungumzia kuwa ndiye aliyekuwa kinara kwa kuhubiri injili hii ya ufalme wa Mungu nchini Tanzania. Kuenea kwa injili ya ufalme wa Mungu nchini Tanzania ilizaa wana wengi wa Mungu, na miongoni mwa wana hao ambao walizaliwa kupitia Roho wa Kristo wa wana alizaliwa mwinjilisti, au kwa kupenda unaweza kumuita mishonari, ambaye Roho wa neema, ufunuo, maarifa, ufahamu, hekima, nguvu na unabii wa Kristo Yesu wa kutambua majira na nyakati, aliyefanya kazi kuhubiri injili usiku na mchana, na hata Roho wa Kristo kuzaa wana kupitia injili ya ufalme wa Mungu aliyoihubiri na kuanzisha makanisa zaidi ya 4600 nchini Tanzania, Zambia, Malawi, Rwanda na Kongo DR. Kupitia agizo alilokuwa amepewa na Kristo Bwana wetu la kuhubiri injili na kufungua makanisa mengi ndani na nje ya Tanzania kupitia Roho wa Neema, Uwana, Unabii wa Kristo na Uamsho. Huyu si mwingine, ni mwinjilisti, mtume na askofu Moses Kulola, aliyezaliwa katika mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba, kijiji cha Nyahonge, mwaka 1928, mwaka ambao mishonari wa kizungu kutoka Marekani Bwana Podia alitumiwa na Mungu kuileta injili ya ufalme wa Mungu Tanzania. Siku ya pili katika mwezi wa 6 ya mwaka 1928, Askofu Moses Kulola, ambaye ni mume wa mke mmoja na baba wa watoto 10, mwenye wajukuu 44 na vitukuu 16, mwenye kuishi ahadi ya vizazi 4 kabla ya kulala na Bwana tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2013, ambaye kupitia Roho wa Kristo wa wana, kupitia injili ya ufalme wa Mungu aliyohubiri, Mungu Baba amejipatia wana wengi wa kiroho, kama vile Askofu Zakari Kakobe, askofu mkuu wa huduma ya Full Gospel Bible Fellowship, Anthony Lusekelo, maarufu kama mzee wa upako wa kanisa la maombezi GRC lenye makao makuu yake Ubungo Kibamba,
mchungaji na aliyekuwa mbunge wa viti maalum Mama Gertrude Rwakatare wa huduma ya Mlima wa Moto, mtume na nabii Danstan Haule Maboya ambaye pia ni baba wa kiroho wa mtume Boniface Mwamposa Bulldozer wa huduma ya Rise and Shine. Makala hii imeandikwa kwa kalamu stadi ya mwandishi Erne Mbala, mchungaji huduma ya wana, mwaka 0 hadi 14 katika taifa la Bwana, pete ya muhuri, Hagai 2:23. Na msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki.